Global Youth Day 2026. Global Youth Day, journée mondiale de la jeunesse adventiste. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Tawatisa TV, tunakaribisha kwenye channel yetu hii. Leo itakuwa siku ya vijana ulimwenguni pote. Tumeonekana hapa na watumishi wa Mungu kutoka kwenye kanisa la Kasende, kanisa la Ihango, kanisa la Francophone, na wote tunakusanyika hapa tukiwa chini ya uongozi wa muongozi wetu wa vijana kwenye station. Unaitwa kwa majina? Kwa majina ni Kambale Singirwa Richard Serval Docile. Serval Docile. Unaweza kutuambia kwa nini tunakuwa hapa? Asante, tumefika hapa na leo ilikuwa siku kuu ya vijana katika ulimwengu, na sisi kama station Kasindi tulikusudia tuonekane katika mji huu wa Kasindi kwa ajili ya kuja sherekea journée ya Global Youth Day katika mji huu wa Kasindi Port, na tumekuja kwa ajili ya kuombea wagonjwa, kusaidia wale ambao hawajiwezi. Asante sana. Kwa nini umeacha Kasindi na mnakuja kutoka Kasindi Port? Kuna distance karibia vipi kama umeacha watu Kasindi mnakuja Kasindi Port, ni kwa nini? Pengine nini inasukuma? Asante, ile ambayo imetusukuma tufike hapa ni kuja, tuliona ya kwamba watu wa Kasindi Port shati tuwatembelee na kuwaombea, kwa maana kuna wagonjwa, kuna watu fulani ambao hawajiwezi. Ndio maana ambamo tumetusukuma ili tufike hapa kufuatana na teme yetu ya journée ya leo inayosema Communion dans l'action. Asante sana kiongozi, Mungu akubariki. Basi tunashukuru. Unaweza tuambia ni eneo gani na eneo gani umeizuru leo? Umeona watu gani? Asante sana, tunashukuru sana kwa sababu namna mazingira iliweza kukubalia. Tumeweza kuzuru watu ambao wanaitwa ni wagonjwa. Tumeweza kuona wagonjwa, tunakuwa na sehemu hapa, tunakuwa na sehemu mbili za vituo vya afya. Ni hapo ambapo tumeweza kuhudumia wagonjwa. Kuna mahali ambapo tulikutana wagonjwa wakiwa kabisa wako ndani, wengine tunashukuru Mungu kwa sababu alikuwa tayari anawapatia uponyaji. Mahali ambapo tulienda tuliona viongozi mbalimbali katika huu mji wa Kasindi Port ambao wanaisimamia, namna vile chef de village ambao wanaita kapita, namna wakubwa wa jeshi yetu ya Kongo FARDC, nao tuliweza tukawaona na tuliweza kuwahudumia kupitia neno la Bwana, hata kupitia na kutenda vizuri. Asante sana. Ndugu, unaweza kutuambia ni nini ndio mko natoa kama msaada? Tulikuwa tunatoa nini na nini? Tulitoa msaada wa sabuni pamoja na maombi pia na neno la Bwana. Hii ndio neno tatu ambao tulikuwa tukitembea pamoja katika mji wa Kasindi Port. Asante. Tunashukuru Mungu kwa yote ambayo ametufanyia. Leo tuliomba mvua isinyeshe na ikapendeza, Mungu ikanyesha, vijana wengi wameenda. Yote ni kwa mapenzi ya Mungu. Tunashukuru sana, Mungu awabariki sana. Tunashukuru. Mshauri kwa wavuvi wa Baria. Asante kufika na kutuletea Injili. Hakuna shida. Kufika na Kasindi Port, hakuna problem. Shida tu mvula. Basi mtakomprendre hali ya barabara yetu inakufa. Ndio utajiri wetu, sisi tunaishi hapa kama niko mshauri juu ya bahari. Manake utajiri wetu wote ni wapi? Kama unaona nyumba inajengwa hapa vizuri namna gani? Bahari. Hakuna chengine yangu yote hii. Ombi tutakuwa vitabu ambavyo tutawapatia ambavyo tutakuwa nasoma, na pia kutakuwa habari za Zaburi ambazo tutafanya sokoni. Kwa hivyo mpango karibu sana kwa ombi. Asante, tutaomba. Baba Mungu wetu mtakatifu unayekaa mahali pa juu mbinguni, furaha yetu ni kuona kwamba umetuongoza katika vipindi ambavyo vimepita, ukatupa neema hii ya kukutana na ndugu katika uwanja huo. Tumekutana na viongozi wanaochunga bahari hii, kwa hivyo wametuelezea mengi kuhusu namna ya kutumikisha bahari. Asante Bwana, kwa sababu ni wewe uliiumba hapa. Ulijua ya kwamba watoto wako watakaokaa hapa, hakika shamba lao litakuwa ndilo bahari. Kwa hivyo Bwana, tunasema jina lako litukuzwe, uhimidiwe milele na milele. Tunawaweka mikononi mwako, uendelee kuwalinda. Baraka zako zile ambazo unatutumia kila siku ziwafikie, na unapowabariki Bwana, uwabariki kwa mwili na kwa roho, ili unapoleta ufalme wako huo miongoni ya wale watakao kulaki mawinguni. Tunakuomba Bwana, uwaongoze kwa hekima ya mbinguni, wawe tayari kutenda kazi yako. Wanaposimamia wengi ambao wanakuwa hapa, wapatie hekima ile ambayo ulipatia Solomon, ili wanapotenda kazi iwe kwa utukufu wako. Asante kwa sababu ulikubali tuje tuwaombee. Kubali maombi yetu iwe dhabihu nzuri machoni pako. Watoto wako wamejiandaa
ili waje wawasikilize na kuwaletea msaada fulani fulani. Bwana, kila mmoja ambaye amefika hapa upate kubariki, na zaidi sana Roho wako adamane na sisi. Tunaomba na kuamini ya kwamba utatenda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumaini kuu. Ni vizuri sana wakati nitasoma mambo ambayo yanakuwa mule, na ile ni kitabu ambayo inapana kweli tumaini. From every nation, tribe and town, we rise as one, we are your young, called to serve, called to shine, living out your grand design. Hands together, hearts on fire, lifting Jesus. Furaha tunapoonekana hapa, tuko na chef Kapita ambaye anasimamia hii Kapita show ya Kasindi Port, na ni yeye pale. Tunakuwa na furaha sana tunapomkuta. Nilipendelea yule ambaye anakuwa na vitabu vyetu aweze kuvileta, sababu tutakuwa na kitabu vyetu tutampatia mmoja aende pale aende akilete, na tutampatia kwanza neno kabla ya lolote, lakini ambao ni wa station ya Wasabato ya Kasindi na wanasimamia kuanza leo katika Basongora, wote wanakuwa hapa. Yeye ambaye ni mchungaji anayesimamia ile station yeye pale ndio, na anakuwa na wengine wachungaji kama yule ambaye anabana mchungaji, na ambaye anasimamia sasa vijana ni yeye pale, na yeye anakuwa na timu lake ambalo tunaongozana nao kwa ajili ya hii kazi. Hii ni kwa ajili yako, tunasema asante kwa kupokea kabisa. Asante. Basi lakini kuna neno moja ambalo napatia, ndio najua sisi wote tuko wana na wanasema mnane futara, sijui kama mnajua futara kwenye nyumba za Sabato. Kwa miaka sio sabika wa babu yetu katika Kongo. Niulize, mwongo wa mioka walipita tu kwa miguu au ilikuwa namna gani? Kulikuwa hapo mitumbu. Ile mitumbu yao ile vya Kongresi ndio walitembea. Kwa wakati walitembea kwa ile mitumbu, kisha wanasema tunatembea kumai, maana tunatembea kwa mwongo ndio ka. Kisha na wengine wanasema mwongo ndio kwa iko kia vinyongo ile sebuliki. Chao ni chiliziwe chiko ndani. Kisha wakati ya zamani sebuliki kingali kidogo, watu na banapaka kuile liziwe. Sasa kuna siku bahari shaka yala, liziwe halionekane, na hii bahari sebuliki ilikuwa ni kidogo ile wakati watu walikuwa wanavuka na mguu. Ndio maana unasikia kambo kabakari. Maana yake na mwanamke anakunjaga tu mango hivi anavuka, lakini kwa siku bahari maisha kaongezeka, siwezi kuvuka tena na mguu. Asante. Tunashukuru. Tunaweza mchapia makofi. Asante sana chef, tunashukuru. Asante. From every nation, tribe and town, we rise as one, we are your young. Asante kwa neno. Alafu hiki chuo inaitwa kwa jina la Amini Yesu, Sunday Hospital Amini Yesu. Tunashukuru sana kwa ujio wenu, tuna furaha sana kwani tunawapokea wagonjwa wameshimama, tunaona kabisa sura zao zimeonyesha furaha. Tumepokea ombi lenu, tumepokea maombi mbalimbali kuombea kituo yetu, kuombea wagonjwa, kuombea kazi zinazoendelea hapa. Tunashukuru kabisa.
Asante kwa kumtuletea ombi, na vile amwishie hapo, umetuletea vile sabuni wagonjwa kama vile wanganga. Tumefurahi hiyo kazi ambayo umetenda kabisa, tunashukuru, muendelee hivi. Sawa, asante. Tulipendelea tujue kazi yako ambayo una hapa kwa sasa. Tuko kama technicien au wale wanaoitwa walisasie, tumekuwa wadine ndio tunaikala hapa na ite ambaye yeye ni mjakazi ambaye alianja kazi mbele yetu. Yeye iko na experience kabisa, tunaweza mkalifia kama daktari kwenye hii kituo. Alikuwa ameondoka dakika tu kidogo, alafu tumebaki hapa ni kama walisasi. Mwenzangu yuko na mwingine hayuko, na madamu hapo iko natumika kazi kabisa. Alifanya praktiki yake, alifanya iteme, tunafanya kazi hapo vizuri kabisa, tunafurahia. Hatujakawa kufungua hiyo kituo, tumefanya ila tu mwezi mbili, hiyo tumekamilisha hapo. Basi tunaendelea kukushukuru kwa sababu umetupokea kwenye kituo hiki, na sisi kama idara ya vijana katika ulimwengu mzima, idara ya vijana ya Wanasabato, tunashukuru sana. Tunasema Mungu aendelee kuwalinda katika kazi zenu hapa katika mji wa Kasipoli. Hiyo tunasema amina.